Singida. Katambi awataka waajiri kutoa fedha na kuwaruhusu wafanyakazi kushiriki michezo mbalimbali iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Patrobas Pasco Katambi amewataka waajiri kutoa fedha na kuwaruhusu wafanyakazi kushiriki michezo mbalimbali nchini. Katambi ameyasema hayo akifungua rasmi michezo ya Mei Mosi kitaifa inayoendelea mkoani Singida leo Aprili 22, 2025 akiwa mgeni rasmi katika ufunguzi huo wa michezo mbalimbali iliyofanyika katika uwanja wa CCM Liti mkoani hapa. Takwimu zinaeleza na wataalamu wa sayansi wanasema wana michezo pia wamekuwa ni chanzo kikuu cha utatuzi wa migogoro. Kama jinsi ambavyo tunaenda kwenye michezo hii, tutacheza hapa lakini inaleta mahusiano yaliyo mema ambayo tutayahamishia ofisini pia na kuhakikisha kwamba maeneo yenye uhasama na migogoro itakwisha kabisa, kwa sababu spirit ile ya michezo mnaihamisha pia katika kutafsiri kwenye kutumikia taifa letu Tanzania. Lakini pia kuwaleta watu pamoja kupitia michezo. Tumefanywa hapa, tumekutana kupitia shirikisho la vyama vya wafanyakazi kuelekea kwenye kilele cha Mei Mosi, lakini pia waajiri wetu pamoja na wafanyakazi kwa pamoja tumekuwa na sehemu ambayo tunaweza tukapunguza stress na kuweka pamoja na kushiriki katika mambo haya na kuhakikisha kwamba tunakuwa na afya iliyo bora, afya ya akili katika kuhudumia Watanzania. Na michezo hii inaleta faida pia hata kwa watazamaji na washabiki, kwa sababu kupitia fursa hii tunaondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine ukiangalia chenga tu pale, hasa kama Dr. Samia Suluhu Hassan anakuja na ndio anayetoa zawadi za michezo hii. Nani? Sema mama huyu. Mama huyu. Rais mwenyewe ndio anayekuja kutoa zawadi za kuanzia mfanyakazi bora, pigie makofi Dr. Samia. Zawadi za walioshinda kwenye michezo, na naambiwa hapa kutakuwa na marathon tarehe 26 ya Tuka, si ndio? Lakini pia kutakuwa hapo na bonanza la Osha. Zawadi zote hizi na michezo ya leo, mtoa zawadi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais pendwa wa Tanzania. Ndio anayetoa zawadi. Alafu kuna mwajiri kule ambaye naye kaajiriwa na rais, haoni umuhimu wa kuleta wafanyakazi kuja kushiriki kwenye michezo ambao rais anaiunga mkono. Hivi hapo kwa mtu ambaye anajua hesabu za haraka, unamsemaje hapo mwisho? Mwajiri mkuu rais, yeye anathamini michezo. Rais huyu anajenga viwanja nchi nzima na anaandaa viwanja kwa ajili ya AFCON. Tuna mashindano ya Chani yanakuja hivi karibuni. Uongo kweli? Rais wetu kaandaa viwanja. Niseme nisiseme? Ameandaa viwanja Benjamin Mkapa pale, ukarabati ni 75%. Makofi kwa Dr. Samia. Niseme nisiseme? Uwanja Arusha pale unajengwa kwa mabilioni ya fedha, umefikia 26% na una uwezo wa kubeba watu 22,000. Dr. Samia Suluhu Hassan wewe. Yaani hapo namtafuta tu yule mwajiri ambaye hataki kuleta watu hapa, namtafuta tu. Niendelee nisiendelee? Huyo mwajiri huyo taarifa yake ni kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan katika maandalizi ya AFCON hapa ameshafanya maandalizi ya viwanja vya mazoezi 11 na ametoa matilioni ya pesa. Pigie makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan huyu ametoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 5 kwenye sekta ya michezo kwa ajili ya kuwasaidia wasanii waweze kuboresha maisha yao na kuendeleza sanaa. Bilioni 5. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia huyu ametoa tena pesa nyingine kwenye kapu la mama. Ukishinda, ukifunga goli lako, goli likiwa na maridadi nzuri zaidi kama la Simba, milioni 5. Likiwa ambalo halieleweki kidogo kama la Yanga, milioni 10. Sasa hapo inakuwaje? Piga makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu rais tumpe nini Tanzania? Piga makofi. Waajiri na umitashumta ilikuwa haipo, rais karudisha, pigeni makofi. Yaani hii taarifa nawapa hao waajiri ambao haoni umuhimu wa wafanyakazi kuja hapa. Alafu baadaye tutafuata wale ambao wanawapunja posho. Uongo kweli? Michezo tuangalie posho zinatokaje, si ndio Ofisi ya Waziri Mkuu, maana kuna mwingine amevaa kofia kama ganda la limao, mwingine liko hivi. Hizi nzuri tunazitaka. Naibu waziri huyo amewapongeza waajiri wote 44 nchini kwa kuwaleta wafanyakazi kushiriki michezo ya Mei Mosi, na hapa anasema
Kwa tupigie makofi waajiri wote 44 walioleta wafanyakazi hapa. Tupigieni makofi mengi sana. Nimeambiwa ni waajiri 44 au taasisi 44. Lakini pia nakumbuka taarifa hii ilitolewa pale Iringa pia tulivyoenda. Wamekuwa wakipungua wengine. Kwa hiyo hili mimi nitalichukua kwa sababu mimi ni Yohane Mbatizaji. Yupo mwenyewe. Mnamjua mwenyewe? Si atakuja mimi kazi yangu kuchochea moto. Mimi nitachochea ili yeye mwenyewe atoe tamko maalum la kwamba kuna umuhimu wa kuwaleta wafanyakazi katika michezo na inaleta uchangamfu. Mfanyakazi legelege hawezi kulisaidia taifa. Naibu waziri huyo ameshuhudia michezo mbalimbali ya ufunguzi katika uwanja wa CCM Liti, ikiwemo mchezo wa kuvuta kamba ulioshirikisha timu za kamba wanaume, ikiwemo timu ya Madini dhidi ya timu ya Afya iliyoibuka kidedea kwa mivuto miwili bila, huku kwa upande wa mchezo wa kamba wanawake timu ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC na TAMISEMI, ambapo TAMISEMI wameibuka na ushindi mnono. Pana hayo, mchezo wa mpira wa miguu uliohusisha timu ya TANESCO dhidi ya Maliasili, ambapo timu ya Maliasili imeibuka kinara katika mchezo huo.